إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل. إني واجب الله nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala bifi'li al-ma'murat wa tarki al-manhiyat, kwa kutekeleza yale aliyotuamrisha Allah jalla wa ala na kuacha yale aliyotukataza subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah, bila shaka kila mmoja wetu anajua kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao umejaa kheri nyingi, umejaa fadhila nyingi, kiasi kwamba laiti mtu angelitamani kuhuishwa aje afanye matendo mema, basi angelitamani ahuishwe aje akutane na Ramadhani. Ni mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, raghima anfu man adraka Ramadhan hatta insarafa falam yughfar lah, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, amekula khasara mtu ambaye ameidiriki Ramadhan, akaishi na Ramadhan mpaka Ramadhani kaondoka, alafu yeye hajasamehewa. Mtu huyo amekula hasara kubwa, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa maghfira, ni mwezi wa msamaha. Lillahi fihi utaqa'u minan nar, Allah anao waja wake ambao anawaacha huru na moto, wadhalika kulla laila, na jambo hilo ni kila usiku. Allah jalla wa ala anaachia watu huru na moto wa jahannam. Sasa iweje yani wewe uwe sio miongoni mwao, kama sio mtu ambaye uliokula hasara? Na hapa Ramadhani sasa ndiyo ishatupa mgongo, inaelekea zake. Tumeshamaliza theluthi mbili za Ramadhani, sasa hivi tuko kwenye theluthi ya tatu ili tumalizie Ramadhani, na theluthi ya tatu yenyewe tayari imeshamegwa. Tuko katika ile sehemu ambayo ndiyo sehemu yenye thamani kubwa katika mwezi huu wa Ramadhani. Ala wa hiya al-ashr al-awakhir min Ramadhan, 10 la mwisho, siku 10 za mwisho za mwezi huu wa Ramadhani ni katika masiku yenye thamani kubwa sana, tena hasa nyakati za usiku. Ni siku ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa yanapoingia haya masiku 10, shadda mizara, anafunga kibwebwe
kwa maana anajitahidi, anaongeza bidii na jitihada nyingi sana katika ili 10 la mwisho. Wa aiqadha ahlahu, kadhalika alikuwa anawaamsha familia yake wafanye itikafu, wakae ibada usiku, kwa sababu ni sehemu ambayo yenye thamani kubwa sana. Ndugu Waislamu, katika hili 10 ambalo tuko nalo, al-ashrul mubaraka, 10 hili lenye baraka, 10 ambalo lenye thamani kubwa, sehemu ambayo ndiyo sehemu ya kujitahidi sana ili uweze kutokeza katika Ramadhani hii ukiwa katika mstari wa mbele katika wale waliojitahidi katika ibada. Fi hadhihi al-ashr al-mubaraka lailatul qadr, katika hili 10 lenye baraka ndani yake inapatikana usiku mmoja unaitwa usiku wa heshima, usiku wa cheo, usiku wa makadirio, allati sharafaha Allahu ala ghairiha, ambao Allah jalla waala ameutukuza usiku huo juu ya siku zingine, kwa maana usiku huo unakuwa ni bora zaidi kuliko masiku mengine yote ya Ramadhani yaliyopita. ومن الله على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها. الله جل وعلا ameuneemesha umma huu, ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuupatia fadhila za hii siku pamoja na kheri za hiyo siku. ashada Allahu bifadliha fi kitabihi almubin. Allah jalla waala amenyanyua kutaja fadhila zake katika kitabu chake kitukufu. Allah akasema subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Katika suratul Dukhan Allah anasema, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku uliobarikiwa, usiku ambao ndani yake kuna baraka, lailatin mubaraka, usiku uliobarikiwa, ala wahiya lailatul qadr. Anasema inna kunna mundhirin, hakika sisi tumekuwa ni waonyaji. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, katika usiku huo ndio hugawanywa kila jambo ambalo ni madhubuti lililopangika. Amran min indina inna kunna mursilin, jambo litokalo kwetu, hakika sisi tumekuwa ni wenye kutuma wajumbe kwa ajili ya kwenda kuwaonya na kuwaelekeza watu kuhusiana na yale yenye manufaa kwao hapa duniani na kesho akhera. Allah subhanahu wa ta'ala wasafaha bi annaha mubaraka, ameusifia huo usiku kwamba ni usiku wenye baraka, bali ni usiku uliotiwa baraka. Kwa hivyo wewe ambaye unayetafuta baraka, zitafute kwenye usiku huo wenye heshima, usiku wa Lailatul Qadri. Ameita ni usiku wenye baraka likathrati khairiha wa barakatiha wa fadliha, kutokana na wingi wa fadhila zake, kutokana na wingi wa baraka zake, kutokana na wingi wa kheri za siku hiyo. Wa min barakatiha anna hadha alquran almubarak, miongoni mwa fadhila zake ni kwamba hii Qur'ani yenye baraka imeteremka katika usiku huo, imeteremka katika usiku huo wa makadirio. Wa fiha wa wasafaha subhanahu wa ta'ala bi annahu yufraqu fiha kullu amrin hakim, akausifu Allah huo usiku kwamba katika usiku huo ndiyo hugawanywa na kupitishwa kila jambo lililopangiwa, ambalo lililokaa katika mpango madhubuti. Kwa maana mambo yote ya Allah subhanahu wa ta'ala anayoyakusudia yafanyike na yatokee katika mwaka huo, basi hayo hupitishwa katika usiku wa lailatul qadr. Yufraqu fiha kullu amrin hakim, kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba yufsalu min al-lawh al-mahfuz ila al-kataba ma huwa kainun min amri Allah subhanahu wa ta'ala fi tilka al-laila. Huo huchukuliwa sasa, hutengwa katika lawh al-mahfuz matendo yote ya waja na yale yote yenye kuwa, yale yote ambayo yatakayotokea hapa duniani tangu Allah jalla waala ameiumba dunia hii na kuweka viumbe ndani yake, yameandikwa katika ubao maalum unaitwa al-lawhul mahfuz, ubao wenye kuhifadhiwa. Sasa ikifika usiku wa Lailatul Qadr,
yanachukuliwa yale ya mwaka huu, yale ambayo yanayotakiwa kufanyika katika huu mwaka huu, yanatengwa yale, wanapelekewa wale malaika ambao huandika matendo ya watu, huandika mambo yanayotokea, wanaambiwa kwamba haya sasa ndiyo ya mwaka huu. Yufraku kullu amrin hakim, kwamba mwaka huu kutatokea kadha, kutatokea kadha, watakufa watu idadi fulani, watabakia hai watu idadi fulani, watazaliwa watu idadi fulani, watakufa wanyama idadi fulani, watachinjwa kiasi fulani, wengine, yani yote yale matukio yote unayoyaona hapa duniani ambayo yanatokea, yawe makubwa yawe madogo, yote hayo yalishaandikwa na yanapitishwa katika usiku wa Lailatul Qadr, yale ya mwaka huo. Ndio hapo anaposema fiha yufraqu kullu amrin hakim, kwa maana ya kwamba yufsalu min al-lawhi al-mahfuz ila al-kataba ma huwa kainun min amri Allah subhanahu wa ta'ala, yale yote ambayo yenye kuwa katika mambo ya Allah, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi tilka sana, katika ule mwaka, min al-arzaq, katika riziki za watu, wal ajal, na ajali zao, kwamba hawa watakufa kwa kupigwa risasi, hawa watakufa kwa kupigwa mabomu, hawa watakufa kwa kuangukia kwenye bahari, hawa meli yao itazama, hawa watafanya kadha. Ajali zao zote, huwa wataanguka na pikipiki, huwa watafanya kadha, zina tayari ziko, yote yameshakadiriwa. Naam, hakuna linalotokea katika huu mgongo wa ardhi isipokuwa Allah jalla waala ashakadiria litokee. Ma yakunu fihi illa ma yurid, haiwi katika ulimwengu isipokuwa lile analolitaka Allah subhanahu wa ta'ala, sawa sawa liwe baya au liwe zuri, yote haya ameyaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yatakikana kwa hapo tuwe makini sana pale ambapo yanapotokea matukio na makadirio ya Allah jalla waala, tusiwe mbio sana kulaumu, kwa sababu inawezekana ni katika, sio inawezekana, bali katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati huo huo haitakikani mtu kujitetea kwa kadari kwa uzembe wake. Kwa hivyo katika kheri na shari na mengineyo yote ambayo yamekadiriwa kutokea katika usiku huo hupitishwa katika usiku wa Lailatul Qadr. Hayo ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiku huo unapatikana katika 10 hili la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa fadhila za hili 10 la mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha sura nzima inazungumzia Lailatul Qadr. Faqala subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, hakika tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wa makadirio. Ndio huo usiku ambao tunaotaja, wama adraka ma Lailatul Qadr, na hii ni kuonesha ukubwa wa huwa usiku. Faqala ta'ala, wama adraka ma Lailatul Qadr, ni kitu gani kitakujulisha ni nini, ni upi huwa usiku wa makadirio? Kisha akafafanua hapa akasema, Lailatul Qadri khairun min alf shahr, usiku huo wa makadirio ni bora kuliko miezi 1000, kwa maana ni usiku adhim, ni usiku bora, ni usiku ambao una fadhila nyingi sana, kiasi kwamba Allah jalla waala ameupa ubora unaozidi miezi 1000. Khairun min alf shahr, ni bora kuliko, yani zaidi ya miezi 1000, ambao watu wanakadiria kama miaka 80. Ahlul ilm wakasema kwamba mtu anayefanya ibada, anayekutwa katika usiku huo akifanya ibada, basi anakuwa amefanya ibada iliyo bora kuliko ibada aliyoifanya miaka 83 na zaidi. Tanazzalul malaika, huteremka kwa wingi malaika, huteremka kwa wingi malaika katika usiku huo. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, huteremka malaika katika usiku huo, waruhu, pamoja na Jibril, ambaye Jibril huyu ni mkubwa katika malaika, naye ni katika wale malaika waliokuwa kazi yao kupeleka wahai kwa mitume, naye usiku huo anateremka. Kwa maana ya kwamba, yani inaonesha kwamba huteremka malaika asilimia kubwa. Allah jalla wala huteremsha malaika mpaka na Jibrili naye anateremka, ambaye si kawaida yake kuteremka mara kwa mara. Hao malaika hao huteremka biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wao. Hapa idhini ya Mola wao, kwa sababu malaika wao huwa wanafanya lile wanaloamrishwa na wanatekeleza mara moja lile ambalo wanaloamrishwa. Kwa hivyo hawafanyi isipokuwa kile walichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wanakuja biidhni rabbihim min kulli amrin,
wakiwa na kila jambo ambalo lililokadiriwa kwamba litatokea mwaka huo. Nyinyi huwa mnasema kwamba hili ni bunge linakaa linapanga bajeti ya mwaka huu mzima. Hapa ndipo Allah Jalla waala anapofanya makadirio yake mwaka mzima, kwamba mwaka huu kutakuwa na matukio haya, riziki itakuwa hivi, huyu atapata kidogo, huyu atapata kingi, huyu atapata kadha na mfano kama hivyo. Allah Jalla waala hupitisha katika usiku huo, min kulli amrin, kwa kila jambo malaika hao huteremka katika usiku huo wa Lailatul Qadr. Usiku huo salamun hiya, ni usiku ambao unakuwa na amani. Salamun hiya, yani salamun tilka al-layl hatta matla' al-fajr, mpaka itakapochomoza alfajiri. Usiku huo unakuwa ni usiku wa amani, ni usiku wa salama, kutokana na sharafu na ukubwa na utukufu wa usiku huo, na malaika wameteremka katika usiku huo. Basi unakuwa ni usiku wenye amani, ni usiku tulivu, usiku mwanana ambao inatakikana usiku huo wewe mja wa Allah ukute unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ukute umenyenyekea, umeelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasara iliyoje ukute katika usiku huo wewe uko kwenye maasi. Malaika wameteremka, wamekuja wanazunguka katika mgongo wa ardhi, wanakukuta wewe unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Badala ya kukukuta wewe uko kwenye taa, wanakukuta uko kwenye hali mbaya, katika hali ambayo haimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwa ni hasara kubwa sana, ndugu Muislamu. Kwa hivyo basi maana yake ni kwamba tujitahidi kwenye hili 10 la mwisho hili, kwa sababu hii Lailatul Qadr inapatikana katika hili 10 la mwisho, kusimama usiku kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kuipata hiyo siku, atujalie tuwe ni wenye kuachiliwa huru na moto, ni wenye kusamehewa katika mwezi huu wa Ramadhani. Sio Ramadhani inaondoka alafu unaingia katika wale ambao tuliwataja katika ile hadithi ya kwanza kwamba amekula hasara mtu ambaye ameidiriki Ramadhani mpaka Ramadhani inaondoka alafu yeye hajasamehewa makosa yake. Wewe utakuwa ni mtu ambaye ni wa ajabu sana. Yani siku ambayo watu wanavuna, watu wanapokea mavuno kwa wingi, kila mtu anakimbilia kwenye kheri, wewe unatoka hapo unaruka patupu, huna chochote. Kwa hakika wewe umekula hasara iliyokubwa sana. Ja'alana Allahu mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. Nakuhusieni kama ninavyojihusia mwenyewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni usia ambao usia huu huusiwa watu kila siku ya Ijumaa. Kila khatibu anayepanda hapa anawahusieni kumcha Allah. Utamsikia akisema nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Zingatia sasa neno hili, zingatia sana hili neno la kuambiwa kila siku ya Ijumaa kwamba ninawahusia pamoja na kujihusia mwenyewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni ujumbe mzito sana kwako. Huu ni ujumbe ambao inatakikana uandike kwa wino wa dhahabu, alafu uwe unatembea nao kila saa, unaangalia kwamba nimehusiwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pale ambapo sheitani anakuchezea, unauona usia huo, nimehusiwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dhambi, sifanyi, nimehusiwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shirki, sifanyi, nimehusiwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hapa ni riba, sichukui, nimehusiwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huu hapa ni udanganyifu, siufanyi, nimehusiwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya Ijumaa na imamu msikitini, usikum kama usi nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla. Nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fadhaili lailatul qadr, miongoni mwa fadhila
za huu usiku wa Lailatul Qadr. Ma thabata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ni yale yaliyothibiti kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama usiku huo wa Lailatul Qadr kwa imani, yani kwa maana kwamba hali yako yeye ni mu'min, anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio akasimama kufanya ibada wa ihtisaban, na kutarajia malipo hayo yaliyokadiriwa, yaliyoahidiwa kwa mwenye kusimama usiku huo, akawa anatarajia kwa Allah jalla wa ala kwamba atampa hayo malipo. Na mu'min unatakiwa uwe na matarajio hayo, usiwe mtu kukata tamaa, kwa sababu mu'min anakuwa baina al-khawfi war-raja, baina ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na wakati huo huo anatarajia kupata kheri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muda wa kuwa yeye ni mtekelezaji wa yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mwenye kusimama katika usiku wa Lailatul Qadr akiwa na imani na matarajio ya kulipwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, hadithi ni muttafaqun alayhi, husamehewa madhambi yote yaliyotangulia, madhambi yake yaliyotangulia. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema kwamba hii hadithi inatakiwa uiache hivyo hivyo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, usifunge tena ukaanza kusema lakini madhambi haya. Hapana, ili watu wakimbilie usiku huo kwenda kufanya kheri hizo. Kila mmoja afanye bidii katika haya masiku 10, asikate tamaa, asilale akawa anakoroma, alafu watu kumbe wanajizolea thawabu, kumbe malaika wanazunguka usiku huo, na kumbe Allah anauliza wakati huo, nani ananiomba nimpe, nani anataka msamaha nimsamehe, nani mwenye shida nimuondoshee shida zake. Usiku katika masiku haya 10 haya, masiku bora haya, ukute wewe kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, mimi Mola wangu nina shida, naomba niondoshee shida zangu, nina matatizo. Unayataja kabisa matatizo yako, kama huyakumbuki mengine orodhesha, yataje, mimi na kadha na kuomba Mola wangu niondoshee haya matatizo. Usiku wa manane Allah jalla wa ala anakuwa anauliza, ni nani ambaye ana matatizo ananiomba hivi sasa nimuondoshee matatizo yake? Wewe unakuwa umelala, ni katika watu ambao waliokula hasara. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mwenye kusimama usiku wa Lailatul Qadr imanan, hali ya kuwa na imani thabit, imanan billah wa bima a'adda Allahu min athawab, akiwa ni mwenye kumwamini Allah na kuamini yale ambayo Allah ameyaahidi katika thawabu kwa wale watakaosimama katika usiku huo, na kutarajia hayo malipo, ndio ambao watu hao hupata msamaha na thawabu hizi. Thawabu hizi ndizo zinazotajwa hapa, hasilun liman alima biha wa man lam ya'lam, zinapatikana thawabu hizi atazipata kwa mtu ambaye amejua kwamba huu ndio usiku wa Lailatul Qadr, na yule ambaye hakujua. Hata kama hujajua lakini ikawa ndio usiku huo umepita, basi thawabu hizi unazipata, na biidhnillahi taala sote tunazipata insha Allah taala, kutokana na kwamba tunakuwa katika ibada katika 10 hili la mwisho, hasa nyakati za usiku, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam lam yashtaritu al-ilma biha fi husuli hadhihi al-ujra. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka sharti la kwamba lazima ujue kwamba huu ni usiku wa Lailatul Qadr ndio upate hayo malipo, bali amesema wewe ukisimama kwa imani thabit na kwa matarajio kwamba ya kupata thawabu, basi wewe unasamehewa makosa yako yaliyotangulia. Kwa hivyo sawa sawa umejua kwamba leo ni Lailatul Qadr au hukujua kwamba leo ni Lailatul Qadr. Wahia fil autari aqrab, nayo Lailatul Qadr katika yale masiku ya witri ni karibu zaidi kuipata. Masiku ya witri inakusudia zile siku ambazo zinaangukia katika hesabu ya witri katika hili 10 la mwisho, yani anakusudia 21, 23, 25, 27 na 29. Siku 5 hizi, vizia hizo siku katika masiku ya witri inakuwa ni karibu sana kupatikana hiyo Lailatul Qadr. Japo wanasema kwamba kuna wakati mwingine inaweza ikatokea katika masiku ya shufa, lakini hasa ni katika
haya masiku ya witri. Kadhalika katika siku ya 27 ya mwezi wa Ramadhani, katika 10 la mwisho, zimebakia siku 3 Ramadhani kwisha, inatarajiwa sana katika siku hiyo watu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, rijalan min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithi ibn Umar, anna rijalan min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadr, watu miongoni mwa masahaba wa Mtume walioneshwa lailatul qadr fil manam, wakiwa katika usingizi. Naam, na katika na kusema fil manam sio lazima wawe kwamba walikuwa majumbani mwao wamejifungia wamelala wanakoroma. Hapana, inawezekana mtu usingizi umempitia kidogo akaonesha hiyo lailatul qadr fil manam fi sab'il awakhir, wakaonesha kwamba ni katika usiku wa 27. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume alipohadithiwa akasema, ara ru'yakum qad tawata'at, naona ndoto zenu zimeafikiana. Maana kaja huyu kasema nimeona 27, kaja huyu kasema nimeona 27, kaja huyu, wamekuja kikundi cha watu rijal. Mtume akasema naona ndoto zenu zimeafikiana katika usiku wa 27. Faman kana minkum mutaharriha, ambaye sasa anataka kuitafuta, falyataharraha fi sab'il awakhir, basi na aitafute katika usiku wa 27. Siku 7 zimeshapita katika hilo 10 la mwisho, hadithi muttafaqun alayhi. Kwa hivyo basi, endapo utakuwa labda ulikuwa umeshughulishwa au shetani vile vishetani vidogo dogo vimekuchezea, kwa sababu yale mashaitani makubwa yanayopoteza watu yamefungwa, vilivyoko ni vishetani vidogo dogo. Kama na hivyo pia vimekuchezea, basi usiku wa 27 usikose, naam, usilale usiku huo, kesha ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hasa ukapata miongoni mwa yale ambayo Allah jalla wa ala ameahidi kupatikana katika mwezi huu. Miongoni mwa maneno ya kusema katika usiku wa Lailatul Qadr ni maneno ya mama Aisha radhiallahu anha, ambapo alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama, ewe Mtume wa Allah, nasemaje mimi kama naiona Lailatul Qadr? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sema maneno hayo. Angalia haya maneno machache, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mama Aisha, sema hivi. Sisi tunaweza kuona mbona maneno machache, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, hayo tu yaongeze na mengine. Hapana, haya machache ni makubwa sana. Ukifanikiwa wewe, Allah jalla wa ala akakuitikia ukisema Allahumma innaka afuwun, ewe Allah, hakika wewe ni msamehevu, tuhibbul afwa, unapenda kusamehe, fa'fu anni, naomba unisamehe mimi. Allah atakusamehe. Kitu gani unataka tena? Unataka nini tena wewe katika dunia hii, ukishakuwa wewe umesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, huna dhambi, unakwenda peponi, unatembea hapa ardhini hali yako wewe ni mtu wa kwenda peponi? Unataka nini tena hapo? Wewe ni mtu mkubwa sana, wewe unakuwa uko katika manzila na daraja ya juu sana. Ndugu Waislamu, tujitahidi katika ile 10 la mwisho kuhakikisha ya kwamba tunafanya yaliyo mazuri, tunafanya ibada zile za usiku, tunafanya adhkari kwa wingi. Uradi huu ndio utaja hapa, usiku wa 8. Wewe sema katika 10 lote hili tumeshalikata, hizi siku zilizobakia bado hujachelewa, endelea kuwa unasema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kama hujabahatika kuja msikitini, hapo nyumbani kwako tandika kimswala, kaa hapo mlilie Mola wako, muombe Mola wako. Acha kulala wakati ambapo watu wanavuna, watu wanaambiwa nyinyi sasa sio watu wa motoni tena, nyinyi ni watu wa peponi, halafu unakuwa umelala. Hii inakuwa ni hasara kubwa. Wewe unalala wakati watu kule wanaachiliwa huru, wanaambiwa nyinyi ni watu wa peponi, sio watu wa motoni, halafu unakuta wewe umelala. Usilale, jitahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amesamehewa madhambi yake yaliyotangulia, wa ma taakhara, na yajayo, yani hana dhambi. Lakini ilikuwa ikifika 10 la mwisho hili, shamara, anakuwa na bidii kubwa. Tumesema kwamba shadda mizara, alikuwa anafunga shuka yake, kwa maana anajitenga na wake zake, anakuwa msikitini
siku 10 zote sallallahu alaihi wasallam hatoki tena, anakuwa sehemu maalum na haongei na mtu ila kwa dharura, na mtu ambaye amekuja kwa haja maalum, yeye yuko pale anaongea na Allah. Huyo ndio yule ambaye amesamehewa madhambi yake yote, hana dhambi, anafanya hivyo. Mimi na wewe tutafanya nini? Tufanyeje mimi na wewe? Bila shaka tuhitajika sisi tukithirishe sana, tufanye bidii. Mwezi huu ukiondoka ndio umeondoka, hauji tena mpaka Ramadhani nyingine mwakani, na hujui kama utafika wewe katika Ramadhani nyingine ijayo. Kwa hivyo usikose fursa hii ya kukimbilia haya mambo ya kheri yaliyoahidiwa katika mwezi huu wa Ramadhani. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyokuwa mazuri. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة.